Taarifa iliyotolewa kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi jijini Dodoma na kusambazwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii imeeleza kuwa jeshi hilo linakanusha madai yanayosambazwa na kikundi cha TFF kwamba kimetenda matukio kadhaa ya uhalifu. Aidha, jeshi hilo limesema kuwa kupitia mitandao ya kijamii kumekuwepo na watu wanaohamasisha wananchi kujiingiza katika vitendo vya kihalifu. Baadhi yao wameripotiwa kushawishika na kujiingiza katika uhalifu wa kimtandao, huku wengine wakikamatwa na wengine wakiendelea kutafutwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa miongoni mwa wanaotuhumiwa kuhamasisha vitendo hivyo ni mtu au watu wanaojitambulisha kwa jina la TFF, wakidai kuwa wanafanya mazoezi porini na tayari wametekeleza matukio kadhaa ya kijinai. Jeshi la polisi limekanusha vikali madai hayo, likisisitiza kuwa taarifa hizo si za kweli. Kwa mujibu wa jeshi hilo, taarifa hiyo ni kanusho la kiusalama lenye lengo la kuzuia kikundi hicho au watu wanaojihusisha nacho kupata uungwaji mkono au nguvu kupitia mitandao ya kijamii. Mchambuzi wa masuala ya usalama na kijeshi Maliseli Hamduni anasema taarifa za aina hiyo hazipaswi kupuuzwa. Habari kubwa ni kwamba inawezekana watu wanapokuwa na mshui wa kutangaza mambo kama hayo hawataki kupuuzwa moja kwa moja. Kama nilivyosema, jeshi la polisi kwamba lilikuwa linafuatilia kauli, vitendo na matangazo hayo. Nafikiri kazi kubwa ya kufanya ni kuendelea kufuatilia, lakini kuuza kwamba alipo kabisa, hilo ni swala jingine. Kwa hiyo ni swala tu la polisi kufuatilia, lakini jambo zuri, bila shaka ni jambo baya lisilopendeza, na watu wanatakiwa kuwa makini sana na kauli za namna hii ambazo kwa ujumla hazipendezi. Taarifa ya kuwepo kwa kundi la TFF imezua mijadala miongoni mwa wananchi wa kada mbalimbali, huku baadhi wakieleza kuwa madai ya uwepo wa kundi hilo yanazua hofu na wasiwasi. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Amon Simeon, ni mkazi wa Dodoma Ipagala. Kwa taarifa hii, kama wananchi tunapata wasiwasi mkubwa. Hii taarifa tunaiomba jeshi la polisi isipuuze kwa usalama wa wananchi, kwa kuwa wananchi walio wengi kwa kupata taarifa hii, walio wengi wanaweza kupata taharuki na mshtuko. Katika siku za hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kumejitokeza mtu anayejitambulisha kama kiongozi wa kikundi cha TFF Tanzania Freedom Fighters, akidai kuwa kikundi chake kipo porini kikifanya mazoezi na kuratibu matukio ambayo jeshi la polisi linasema ni ya kijinai. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.